Habari za wakati huu mtazamaji wa Sauti TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya Sauti TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe, karibu. Baraza la Amani la Usalama la Umoja wa Mataifa Afrika PSC limeamua kuondoa vikwazo dhidi ya taifa la Gabon, ikiwemo kusitishwa kwa ushiriki wa taifa hilo katika taasisi za baraza hilo Mei 20 baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mwezi Agosti mwaka 2023 nchini humo. Baraza hilo lililokutana Jumatano Aprili 30 mjini Addis Ababa limefanya uamuzi huo kwa kuzingatia hali ya kisiasa ya nchi hiyo kuonekana kuwa shwari mara baada ya kufanyika kwa uchaguzi uliozingatia demokrasia hadi kupatikana kwa Rais Oligui Nguema mnamo Aprili 12. Gaboni, kama nchi nyingine ambazo zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi kama vile Mali, Burkina Faso na Guinea, ilikuwa imesimamishwa na Umoja wa Afrika, hali iliyoifanya kushindwa kushiriki katika uchaguzi wa mwezi Februari wa rais mpya wa tume yake. Itakumbukwa kuwa Gaboni, taifa dogo lenye utajiri wa mafuta, lilitawaliwa kwa kipindi kirefu na familia ya Bongo kwa zaidi ya miongo 5. Kwanza na Omari Bongo kuanzia mwaka 1967 hadi mwaka 2009, kisha mwanawe Ali ambaye alimrithi hadi alipopinduliwa mwaka 2023. Israeli imetekeleza tishio lake dhidi ya Syria kwa kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo yanayozunguka ikulu ya rais mjini Damascus Ijumaa Mei 2, baada ya kiongozi wa jamii ya walio wachache wa Druze wanaolindwa na mamlaka ya Israeli kuishutumu serikali ya rais mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa kwa mauaji ya kimbari. Kiongozi wa kidini wa Druze mwenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Syria, Sheikh Himkati al-Hajrin, alishutumu jioni ya Alhamisi Mei 1 kufuatia mapigano ya kidini mapema wiki hii ambayo alisababisha vifo vya zaidi ya watu 100, kulingana na shirika lisilokuwa la kiserikali. Hata hivyo, serikali ya Syria alfajiri ya Ijumaa ilitoa ujumbe wa wazi uliothibitisha shambulio hilo la Israel katika maeneo yanayozunguka ikulu ya rais, huku Israeli kupitia waziri wake Benjamin Netanyahu wamejibu ujumbe huo kwa kuweka msimamo wa kuendelea kuilinda Druze na haitaruhusu majeshi ya Syria kuwanyamazisha kwa namna yoyote. Hatua hii ya jeshi la anga la Israeli inakuja wakati mamia ya watu kutoka jamii ya Druze wenye asili ya Israel waliandamana Alhamisi jioni na kuishutumu serikali ya Syria. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umehimiza diplomasia kutumika. Druze ni wachache ndani ya Uislamu wa madhehebu ya Kishia. Wanachama wake wameenea kati ya Lebanon, Syria na Israel. Kufuatia mzozo unaoendelea Mashariki ya Mbali, serikali ya Pakistan imeituhumu India juu ya mpango wake wa siri wa kupanga kuishambulia nchi hiyo inayotuhumiwa kuwafadhili magaidi waliohusika katika shambulio la ufyatuaji risasi lililotekelezwa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20 huko Kashmir. Pakistani imedai kuwa ina ushahidi wa kijasusi na wa kuaminika juu ya mpango huo unaopangwa na India wa kuishambulia Pakistani kwa kipindi cha muda mfupi ujao. Pakistan imeeleza kuwa ina taarifa za ndani zinazoonyesha kuwa ndani ya saa 24 hadi 36 India huenda ikafanya mashambulizi ya kijeshi kwa madai ya uongo kuwa ya kuhusika na mashambulio ya kigaidi katika eneo la Pahalgam. Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu wake Antonio Guterres umewasiliana kwa njia ya simu na viongozi wa pande zote mbili, ukisisitiza umuhimu wa pande hizo mbili kuepuka mvutano na uwezo wa kusababisha athari kubwa kwa usalama wa kikanda. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameitaka Pakistan kutoa ushirikiano katika juhudi za uchunguzi juu ya wahusika wa tukio hilo. Inasadikika kuwa tuhuma hizo zimeibuka wakati huu serikali ya India ikitoa tamko la kuwataka raia wa Pakistan waishio nchini humo kuondoka mara moja, hali iliyowafanya raia wa Pakistan wanaoishi nchini humo kuanza kurejea nyumbani kufuatia amri hiyo. Majeshi ya kulinda amani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC yakisindikizwa na jeshi la Rwanda yameendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuelekea Tanzania, ikiwa ni baada ya uamuzi wa kusitisha operesheni zake za kijeshi nchini humo.
Taarifa hiyo iliyotolewa Jumanne na msemaji wa jeshi la Rwanda, Brigedia Jenerali Ronald Rwamvanga, imebainisha kuwa misafara hiyo inajumuisha magari takribani 20 yakiwa yamebeba wanajeshi na vifaa vya kijeshi kutoka Tanzania na Afrika Kusini kupitia mpaka wa mji wa Gisenyi uliopo kaskazini magharibi mwa taifa hilo kabla ya kuingia Tanzania. Hata hivyo, uamuzi huo wa Rwanda kuyasindikiza majeshi hayo umeonekana kuzua mijadala kufuatia tuhuma za muda mrefu zinazoikabili nchi hiyo za kuunga mkono waasi wa M23 dhidi ya vikosi vya serikali vya DRC, madai ambayo yamekuwa yakikanushwa vikali na serikali ya Rwanda. Itakumbukwa kuwa SADC ilianzisha kikosi hicho Disemba 2023 kikiwa na lengo la kusaidia serikali ya DRC kupambana na makundi ya waasi, lakini kufuatia hali ngumu ya kiusalama na changamoto za utekelezaji wa operesheni hizo, ulitangaza kusitisha mpango wake kupitia mkutano uliowakutanisha viongozi wa SADC mwanzoni mwa mwezi Aprili. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International mapema wiki hii limetoa wito kwa mamlaka za Kenya kufanya uchunguzi wa vifo vilivyotokea mwaka 2024 kufuatia maandamano ya vijana waliokuwa wakipinga muswada wa bajeti ya Wizara ya Fedha nchini humo. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ametoa wito kwa jeshi la polisi la nchi hiyo kufanya uchunguzi wa kina kuwabaini watuhumiwa waliotekeleza mauaji ya mbunge Charles Were aliyeuawa Jumatano usiku jijini Nairobi na kuagiza sheria kali zichukuliwe dhidi yao. Charles Were, anayewakilisha jimbo la Kasipul lililoko magharibi mwa nchi hiyo, alipigwa risasi na kuuawa na mtu anayesemekana kuwa ni abiria wa pikipiki majira ya saa 1:30 usiku wakati gari lake liliposimama kusubiri taa kwenye barabara ya Ngong inayokatisha katikati ya mji mkuu wa Nairobi. Kwa mujibu wa ripoti ya jeshi la polisi, nchi hiyo inasema kuwa inaendelea na juhudi za kuwasaka na kuwabaini waliotekeleza tukio hilo, huku ikisema kuwa watekelezaji wa mauaji hayo walipanga kufanya kitendo hicho kwa maksudi, wakiwa na malengo mahususi dhidi ya mbunge huyo. Kufuatia juhudi za kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea kufukuta nchini Kongo, serikali ya Kinshasa na Rwanda zimewasilisha rasimu ya awali ya makubaliano ya amani wiki moja baada ya kusainiwa kwa tamko la kanuni kati ya mawaziri wao wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Katika rasimu, nchi hizo zote mbili zimeahidi kuheshimu mamlaka ya kila mmoja wao. Hii ni kulingana na tamko walilosaini huko Washington kwa lengo la kuimarisha amani na maendeleo ya kiuchumi kuanzia Mei 2 katika juhudi za kidiplomasia za kukomesha machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa tamko hilo lililosainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo hasimu pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubaliana kushirikiana katika kuhakikisha amani inapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mara baada ya mchakato huo, marais wa nchi zote mbili Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda watasafiri kwenda Washington mwezi Juni ili kutia saini rasmi mkataba wa amani mbele ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na wakuu wengine wa nchi za Kiafrika. Vikosi vya wazimamoto na uokoaji vya Irani vikishirikiana na vikosi vya Urusi vimefanikiwa kukabiliana na moto mkubwa uliotokea Jumamosi ya wiki iliyopita na kuteketeza bandari kubwa zaidi na ya kimkakati iliyoko karibu na pwani ya bandari ya Abbas kusini mwa nchi hiyo. Mlipuko huo uliotokea majira ya saa 6 mchana saa za Iran kwenye bandari ya Shahid Rajai, bandari inayokadiriwa kupitisha 85% ya bidhaa za Irani, ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 40 na wengine zaidi ya 1000 kujeruhiwa. Rais wa taifa hilo Masoud Pezeshkian amewatembelea majeruhi wakiwa hospitalini na kueleza masikitiko makubwa juu ya tukio hilo, huku akiagiza uchunguzi kufanyika ili kubaini chanzo iwapo mkasa huo umesababishwa na uzembe au makusudi. Mpaka sasa chanzo cha mlipuko huo hakijabainika licha ya mamlaka ya forodha katika bandari hiyo kudai huenda moto huo ulizuka kutoka katika vifaa vya hatari na kituo cha kuhifadhi kemikali, huku zikisisitiza kuwa chanzo halisi cha moto huo hakijafahamika baada ya moto wote kuzimwa. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.